Hizi hapa ni sababu 5 zinazosababisha ndoa za watu kuvunjika. Na ni kweli kabisa, unaweza kuwa uko kwenye ndoa lakini ndoa yako yenyewe bado iko ICU. Yaani inapumulia mipira. Sasa ni muhimu sana kunisikiliza ili nikupatie hizi sababu 5, alafu zitakufanya ndoa yako irejeshe amani iliyopotea. Mnaweza mkawa mnalala, hamsalimiani, hamuongeleshani na haujui shida ni nini, chanzo ni nini. Ujue Mungu hapendi kabisa watu waachane, na Mungu anachukia kuachana. Ila sababu zinasababisha watu kuachana. Uwezi ukajiuliza swali, kwa nini kipindi kile cha uchumba, kipindi kile mnaanzaanza, mambo yalikuwa moto, unaulizwa unakula nini, umeamkaje, lakini sasa hivi mnapishana tu ndani ya nyumba. Sasa mimi nakupatia hizi sababu 5 zitakusaidia. Na nikianza na sababu ya kwanza ni simu. Simu ya kwako hiyo ulionayo, hiyo ndio sababu ya kwanza, ina uwezo wa kuvunja ndoa yako au inaweza ikafanya ndoa yako kuwa na amani. Simu iwe na password, isiwe na password. Uwe umemsikiliza mhubiri, mwalimu yoyote akakwambia simu lazima uikague, mimi nakwambia kwa usalama wa ndoa yako, simu yako ni ya kwako na ya mume wako ni ya mume wako. Hear me. Ukipenda chukua mashauri yangu, na kama hautaki, ivunje ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Simu hii ya mkononi unayoona hii, ukianza kuifuatilia, kutaka kujua nani kapiga, nani katumiwa message, ilikuwa muda gani, ilikuwa saa ngapi, ni kujitafutia magonjwa ya moyo na pressure. Tena hususan kwa mwanamke, kwenda kupekenyua simu ya mume wako, makosa makubwa sana. Ukiwa na ufahamu, jiulize, kwa nini babu yako na bibi yako mpaka wewe unazaliwa mjukuu uliwakuta wako kwenye ndoa? Ujiulize kwa nini. Wale wako kwenye ndoa sio kwa sababu ulimwengu umebadilika. Ulimwengu umebadilishwa na simu. Unaweza ukawa umekaa hapa unataka uangalie simu ya mwenza wako, ukakuta ka message fulani haujakaelewa, kanaanza kukupatia mashaka ndani ya moyo wako, kana kupotezea ile confidence ya upendo ambao mnatakiwa mpendane. Lazima ujue hili ninalokuambia. Simu ya mkononi iwe na password, iwe chochote, usihangaike nayo. Nimefanya utafiti wangu nikagundua ndoa nyingi sana zilizovunjika. Ukija kwenye ushahidi, simu pia inahusishwa kwenye ushahidi. Epukana na simu ya mwenza wako kama hakuna ulazima wa kuikagua. Sababu ya pili inayosababisha ndoa nyingi kuvunjika ni nguvu za giza. Na hizi nguvu za giza ziko za pande mbili. Cha kwanza ni uchawi kabisa ambao unafanywa. Unakuta mwanamke mwenzie anamloga mume wako, yani asitulie kwako, mnavutana. Na hilo ni andiko, inasema mwanamume mmoja kwa wanawake 4. Kwa unakuta wanawake ni wengi sana. Sasa ukiwa umetulia tu, mwenzio anaweza kumlogezea mwenzio, akampa limbwata mume wako, akamchukua akamvuta akawa kwako, na wewe umetulia tu. Ila ya pili inakuwa ni ile nguvu ya giza, lakini kwenye ulimwengu wa majini mahaba, roho zile zinazoshiriki matendo ya ndoa na watu. Ukijikuta unashiriki tendo la ndoa kwenye ndoto, yani nakuhakikishia ile hamu ya kushiriki tendo la ndoa inapotea. Unakuta ule upendo tu, yani kitu kidogo sana kinaweza kikakosa suluhu ndani ya nyumba. Kwa sababu gani? Yule jini mahaba anapomuingia mtu au anaposhiriki tendo la ndoa na mtu, jini mahaba yule huwa ana tabia ya kupoteza ule mvuto wa huyo mtu na anamnyang'anya kibali kabisa. Kwa ufupi, anakuwa amebeba roho ya kuwafarakanisha watu kwenye mahusiano yao. Ndio maana mimi Mungu akanisemesha nifanye maombi na watu, na hayo maombi ndo yanaenda kuanza wiki hii. Ni maombi juu ya ndoa. Yamkini uko kwenye ndoa lakini ndoa yako huifurahii amani. Yamkini una mwanamume umemvumilia kwa muda mrefu sana, lakini mbeleni amekugeuka, amechukua mtu mwingine na anaoa na anaishi kwingine. Umezaa watoto, leo hii baba katelekeza watoto. Mungu amenipa ufunuo kuomba maombi haya kwa majina, kuambatanisha majina. Na kama ukiwa unaguswa ndani yako na unasikia kabisa huyu mchungaji anaweza kunisaidia, basi unaweza ukatumia namba ya simu unaiona hapa. Utaandika neno ndoa, alafu utalituma kwenye WhatsApp namba hii. Ukishatuma nitakuunganisha kwenye madhabahu ya maombi na tutaomba pamoja na Mungu atakutendea. Sababu ya tatu inakuwa ni madhabahu ya kifamilia. Unajua hizi familia zetu zina asili. Kuna watu wengine unakuta wanaruhusiwa kuoa lakini ndoa hazidumu, inatakiwa ivunjike. Ni mambo ya kiukoo sasa na familia nzima. Unakuta mwingine
imezuiliwa kabisa kwenye ukoo, wanatakiwa wazalishwe tu, wazae, lakini sio kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo unakuta unapoenda kuolewa au unapoenda kuoa, ndo unakutana na hiyo madhabahu ya familia ambayo inazuia mambo ya ndoa. Lazima kwa namna yoyote ile ndoa yako itapoteza amani. Lazima kwa namna yoyote ile ndoa yako itakuwa na vita kubwa sana. Kwa hiyo ukitaka kulishinda hili, anza kutathmini kwanza kwenye hiyo familia ulioolewa, ni nani amekaa kwenye ndoa? Nani amedumu kwenye ndoa? Kama ni familia kwako, mwenyeanza kujiuliza, kwenye familia yetu nani ameolewa? Nani amekaa kwenye ndoa? Ukigundua kwamba wote waliokuzunguka hakuna aliyefanikiwa, basi una kibarua cha kuvunja hiyo madhabahu. Na kama hiyo madhabahu umeshaiona na umetafakari ukapata jibu, wewe chukua namba hii ya simu, andika neno ndoa, alafu nitaomba na wewe. Sababu ya 4, uwajibikaji katika familia. Unajua Mungu ndiye aliyegawanyisha majukumu ya familia. Baba alipewa majukumu ya familia kama kichwa, na mke akiwa nguzo ya ile familia. Sasa ukikuta majukumu ya mwanamme anafanya mwanamke, hiyo ndoa lazima itavunjika. Ndio maana mimi huwa napenda kuungana na yule mtu anasema tutafute hela. Unajua ukiwa mwanamme afu ukirudi nyumbani unatiatia huruma, hauna fedha, hauna channel zozote, mbaba mtu mzima na una kipala, afu unalaza familia bila chakula, watoto wanapiga miayo. Lazima kwa namna yote ile, hata kama mwanamke ni mvumilivu kiasi gani, ana upendo kiasi gani, mbeleni siku moja tu anaweza akapoteza uvumilivu. Unapokuwa mwanamke, una wajibikaji wako kama mwanamke. Haiwezekani mume wako hata kama ndo mwanamme anajituma, ni mpole, basi ndo umfanyishe mikazi, adeki yeye nyumba, mwanamme afue nguo za watoto, mwanamme hakikishe maharage yamechochewa kwenye kuni au kwenye mkaa. Hilo sio jukumu la mwanamme. Tukipishanisha majukumu ndani ya familia, mimi nakuhakikishia ndoa hiyo huwa ina muda mfupi sana. Baba akirudi ndani ya nyumba, anatakiwa baba akikohoa ni kichwa cha familia, na majukumu yote tayari ya kifamilia ameshayafanya. Mwanamke ndo anaunganisha kati ya baba na watoto. Kwa mwanamke anasimama kwenye pati yake, anafanya inavyotakiwa. Pale ndo tunaanza kuona ndoa ikiimarika. Lakini tukikosa uwajibikaji, tukipunguza uwajibikaji, lazima ndoa yoyote ile itaingia virus. Sababu ya 5 na ya mwisho, kupoteza thamani yako. Unajua watu wengi sana wakati wanachumbiwa walikuwa wanajimakeup. Unakuta mtu anavaa vizuri, anajipaka mafuta vizuri, anapasi nguo vizuri, lakini anapoingia kwenye ndoa anajichukulia poa. Anakuwa sio mtu tena ambaye anaweza hata kuangalia ni namna gani ya kujifanya awe smart, namna gani ya kujiweka awe mama. Unakuta mwanamke alipoolewa alikuwa kakipotable tu, lakini baada ya kuingia kwenye ndoa analiachia litumbo hilo. Akitembea hivyo unajua kama kitimoto anaenda kuchinjwa machinjioni. Sasa unakuta ile nafasi ya upendo inaanza kupungua. Kwani wewe ukibana tumbo lako kwa diet kuna ubaya gani? Ukiachilia tumbo lako, sasa itafika kipindi mume wako akilala pale anaona kama kalala na gunia. Lazima ujue kujimaintain thamani yako. Pendeza, kaa kwenye nafasi yako. Umezaa sawa, unanyonyesha sawa, lakini fike kipindi mume wako akifika ndani asisikie harufu ya maziwa. Kama atasikia harufu ya maziwa, basi maziwa ya ng'ombe, sio ya kwako. Hapo ndo unakuwa na maintain thamani ambayo ndoa yako inatakiwa kuwa. Kwa hiyo ambao unahitaji msaada wa maombi na maombezi, unaweza ukachukua namba ya simu hiyo na ukanitafuta. Nitaomba. Narudia tena kutangaza, yeyote ambaye mume wako amekukimbia, ametelekeza watoto, nitafute. Kama waganga wa kienyeji wanaweza kurudisha, Mungu wetu ndo yeye ndo ana uwezo wa kurudisha zaidi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.